nyembamba. Ni siku zaidi ya 15 zimepita tangu afariki Sister Mary Vetus, raia wa Marekani ambaye amewasaidia wasichana zaidi ya 2000 wa jamii za kifugaji kutoka maeneo mbalimbali hapa Tanzania. Kwa kutambua mchango wake pamoja na kusherehekea maisha yake hapa duniani, imefanyika ibada ya kumwombea katika kanisa Katoliki toleo la Bwana Burka mkoani Arusha, iliyowakutanisha watu ambao wamesaidiwa, wananchi, ndugu, jamaa pamoja na marafiki. Kwa majina naitwa Neema Alayana Laiza. Mimi natokea Simanjiro. Mimi pia ni mwanafunzi niliyotokea Msoi. Nimesomeshwa na shirika la Msoi Center. So kwa masomo yangu yote kuanzia form 1 mpaka chuo kikuu nimefadhiliwa na shirika la Msoi. Kwa kweli leo tumekusanyika mahali hapa kwa sababu sister wetu ametangulia mbele za haki, na hivyo tumekuja kwa ajili ya misa yake. Sister Mary amekuwa mwanga katika jamii ya kifugaji. Mimi ninaposimama mahali hapa nataka kusema kwamba Sister Mary angeweza kuchagua nchi zingine ya kwenda kusaidia, lakini aliingia Tanzania akaja kusaidia jamii ya Kimasai, yani jamii ya kifugaji, Wadzabe, Wataturu na wengine wengi. Aliwezesha watu wengi sana, especially wasichana kupata elimu kuanzia form 1 mpaka vyuo vikuu. Kwa sasa kituo hicho tangu 99 imeweza kusomesha wasichana na baadhi ya vijana wa kiume takriban 2000+. Kwa hiyo unaona kwa jinsi gani sister huyu ameleta mabadiliko makubwa katika jamii hii ya Kitanzania, na ambavyo mpaka sasa hivi watu wanafanya kazi mbalimbali ndani na nje ya nchi hii. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ajili ya maisha yake. Kwa jina naitwa Tinaga Medukenya, ni mnufaika wa shirika la Msoi Center ambaye mwanzilishi wake anaitwa Sister Mary Vetus, ambaye amekuja Tanzania kwa ajili ya kutafuta kusudi la kuelimisha jamii ya Kimasai. Na mimi pia ni mmojawapo ambayo nimepata msaada huo wa kusomeshwa na Sister Mary, na kiukweli safari yetu imekuwa nzuri sana. Tumekusanyika kama wanufaika wa shirika la Msoi na wanafunzi, wafanyakazi, wazazi na wadau wote walioguswa na maisha ya Sister Mary kwa ajili ya kusherehekea maisha yake akiwa hapa duniani, kuona ni namna gani amegusa maisha ya watu wengi, na kupitia maisha yake maisha yetu yamefumbuliwa na tumezidi kuwa na mwanga mkubwa. Hapa unaponiona mimi ni mhasibu na mkaguzi wa mahesabu kwa sababu ya kazi kubwa ambayo Sister Mary ameifanya. Mimi ninaitwa Linda Simon. Ninatokea wilaya ya Longido na nilipata kusaidiwa na Msoi toka mwaka 2002 wakati naanza kidato cha kwanza. Mazingira ambayo yalipelekea nikapata nafasi hii, nadhani ni ufaulu. Nilikuwa mtoto pekee ambaye nilifaulu kwenye kata ambayo ni kata ambayo katikati ya Masaini huko, na wazazi ambao kwa kweli kwa wakati ule walikuwepo wana mzigo mkubwa sana watoto kwa kuwapeleka shule, ukizingatia kwamba sio kama sasa hivi. Kwa sasa mimi ni mwanafunzi namalizia degree ya uzamivu katika fani ya afya ya jamii. Nipo katika chuo kikuu cha Utrecht, kipo Uholanzi, lakini pia nafanya kazi Muhimbili chuo. Amenitoa sana mbali. Mimi nimemjua Sister Mary kuanzia 2014 nilivyojoin Preform 1. Kwa hiyo nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya kumleta Sister Mary Tanzania, kwa sababu hajaniokoa mimi tu, ameokoa jamii nzima ya Kimasai. Hivyo tunazidi kumuomba aendelee kupumzika kwa amani. Okay, Sister Mary amenisaidia vingi kwa sababu kwanza nilivyomaliza la 7 maendeleo ya elimu ilikuwa, yani elimu yangu haikuwa na uhakika ya kuendelea, lakini kupitia Sister Mary amenisaidia na nikaweza kuendelea na masomo yangu. Nilivyojoin 2014 Msoi, niliweza kupata nafasi ya kusoma Preform 1 na nikafaulu na nikaweza
nikapelekwa sekondari na nikaenda O level advance na nikafanikiwa pia kwenda chuo kikuu, na sasa nimemaliza chuo kikuu, na hivi vyote ni kupitia mkono wa Sister Mary. Huenda Sister Mary asingekuwepo, huenda mimi nisingepata hii chance ya kusoma, lakini kupitia Sister Mary amenisaidia na nimeweza kufikia ndoto zangu nilizokuwa nazitamani. Lakini hata kama hatujafanya, lakini hata hivyo yuko pamoja nasi, amesikia leo huko aliko mbinguni. Kama walivyogusia wengine, tunawahitaji kwa kweli akina Sister Mary wengi sana katika dunia yetu ya sasa, hasa kuendelea kusaidia jamii ya kifugaji. Tunawahitaji sana.